Naitwa Isaac Twalangete Mwanjabeki, ni mchungaji wa kanisa zuri la Tanzania Assembly of God Gongo la Mboto Solomon Temple. Solomon Temple ni jina la kipekee sana ambalo mimi mwenyewe nikilitaja najisikia vizuri. Nimekuwepo hapa nikiwa mtumishi toka 92 mpaka hivi nilivyo sasa. Mwandishi, kanisa hili liko vizuri, hatujagombana, kuna ushirika, yapo ya kuhimizana ya hapa na pale, lakini kwa ujumla wake nasema Mungu alibariki kanisa na aliendelee kulikuza kanisa. Katika mwaka huu tuna tangazo ambalo Mungu amenipa kama mchungaji wa kanisa Mahali Pamoja, kwamba Mungu atusaidie kutumika kwa kishindo, yani kwa mtikisiko, sawa na kitabu cha Matendo ya Mitume 4 mstari wa 31, asema walipoomba mahala pale palitikisika. Kwa washirika wanataka waongeze viwango vya utendaji, waifanye kazi vizuri, ushirika, tutoke kufanya kazi ya Bwana. Nini wito wako kwa Watanzania tunapoingia mwaka huu mpya? Watanzania na Wakristo kwa ujumla wafanye nini ili mwaka huu uwe na mafanikio kwenye maisha yao? Kuhusu nchi yetu Tanzania, naomba sana sana sana, naomba umoja, naomba ushirika, naomba uwajibikaji katika utendaji wa kazi katika maofisi mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba uchumi wa Tanzania unapanda juu. Maana vijana wetu ambao wapo, tunashukuru kwa wizara walizounda kwamba wafanye ikiwa wana maelekezo mazuri kutoka kwa viongozi wetu. Ninashukuru sana kwa viongozi, na mimi sio msemaji mkubwa wa viongozi wa ngazi ya juu, ila nasema Watanzania tuwe na umoja, tuwe na ushirika, ili amani iendelee kudumu katika nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa jina naitwa Roida William, ni mke wa Isaac Twalangete Mwanjabeki. Tuko mahali hapa Gongo la Mboto tunamtumikia Mungu. Mimi ni mama mchungaji kiongozi. Napenda kumshukuru Mungu kwa mwaka huu ambao ni mwaka wa pekee uliokubarika na Mungu. Ninasema asante Mungu kwa kutulinda. Ametulinda, ametuvusha, tuko salama. Ninamshukuru Mungu hata kwa kanisa la Mungu ambao amelifunika kwa damu yake. Pia ninamshukuru Mungu kwa ya Watanzania wote, kwa sababu tuko salama ndani ya taifa letu la Tanzania. Tunapoanza mwaka huu wa 2026, ninaomba malengo ambao Watanzania wameandaa kwamba tutakuwa na malengo haya yakatimie. Pia naomba umoja, upendo, ushirika. Maana Tanzania sisi ni wamoja, kabila na kabila tumekuwa kitu kimoja, tunasema lugha moja ya Kiswahili. Hakuna mtu mwingine mwenye lugha nyingine kwamba akageuka kwamba sio Mtanzania. Jamani, tuipende Tanzania. Tanzania ni nchi yetu, tumetoka nayo mbali mpaka tumefikia makamu haya tukiwa na amani katika Tanzania. Mungu awabariki Watanzania wote. Mungu awabariki hata viongozi wanaotuongoza katika nchi yetu ya Tanzania.